min fawaid alhadithain, faida sasa miongoni mwa faida zilizokuja kwenye hadithi hizi mbili. Faida ya kwanza, mashekhi wanasema rahimahumullahu ta'ala, idhamu haqqi alwalidain ala waladihima bihaythu la yastati'u jazaahuma, ni ukubwa wa haki za wazazi wawili juu ya mtoto wao, ala waladihima, juu ya mtoto wao, bihaythi, kwa kiasi ambacho la yastati'u jazaahuma, hawezi mtoto kuwalipa hao wazazi wawili, hawezi tena. Akasema wala siyama al-um, na hasa mama, halipiki. Fa inna haqqaha a'zamu, kwa hakika haki yake ni kubwa zaidi. Na ndio maana katika zile hadithi za jana, mama katika kufanyiwa wema akatajwa kwa mara 3 ziada. Na ndio hapo istambata al-ulama, wakaleta istinbat maulama kwa wale ambao wazazi wao wamefariki, baba na mama, unataka kuwafanyia sadaqatun jariya au unataka kuwafanyia waqf. Istambata al-ulama kwa mujibu wa hadithi hile, man ahaqqu an-nas bihusni sahabati, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, mara 3, kisha akatajwa mara ya 4, thumma abuk. Maulama wakatoa hukumu kwamba yafaa mama kuzidi katika wakfu na katika sadaka aljariya. Mfano, una nyumba 2 unataka kuzitoa wakfu, magorofa 2, gorofa moja, jumba moja lina gorofa 10, lingine lina gorofa 5. Sasa unasema hii ya 10 iwe ya nani, ya 5 ya nani? Hiyo ya 10 ya mama. Istinbat, inajuzu kumzidishia katika wakfu. Hii muandikie bi mkubwa, hii ya mzee, ya 5 ya mzee, ya 10 hii hakadha. Mama haki yake ni ya juu akiwa aina, akiwa amekufa vile vile. Wazi? Naam. Au unachinja, si ndio? Unachinja, unataka kutoa sadaka, una ng'ombe na ngamia, umekusudia hizi sadaka hizi ziwe za wazazi. Sasa ng'ombe wa nani, ngamia wa nani? Mpe mama ngamia, mzee mpe ng'ombe, anatangulizwa haki zake. Maulama wamefanya istinbati jambo hili, akiwemo Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen.